Viongozi wa Iran wanaamini kwamba licha ya Marekani na Israel kuwa na silaha za nyuklia, lakini wana uwezo wa kupambana nao na wakaweza kushinda. Viongozi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran wanaamini kuwa ushindi unaweza ukapatikana licha ya kwamba Marekani na Israel wana silaha za nyuklia, lakini endapo wataamua kurudi katika uwanja wa vita, basi Iran itaibuka na ushindi mkubwa. Viongozi hao ambao wamehimili mashinikizo ya kijeshi kutoka Marekani na Israel wanaamini kwamba udhibiti wao katika njia ya bahari ya Hormuz iliwapa ushindi mkubwa, na hata katika mapambano ya moja kwa moja ya kijeshi yamesaidia Iran kupata ushindi, na wanasema hata rais wa Marekani amue kuleta majeshi yake yote, Iran itaibuka kuwa washindi mapambano wakati wote. Wanajua kwamba wakati huu Marekani imeshiwa na hifadhi ya silaha muhimu kama vile viambata vya juu vya makombora. Wanajua vita havipendwi sana na Marekani. Wanajua kwamba baada ya kufunga mlango wa bahari wa Hormuz kwa kiasi kikubwa, bei ya gesi na mafuta duniani ilipanda na lawama kubwa lilikuwa chini ya Marekani. Lakini wanatambua namna ambavyo Marekani inaathiriwa na vita hivi kiuchumi, licha ya kwamba vita hivi pia vinawaathiri wao wenyewe. Viongozi wa Iran wanajua kwamba kujaribu kufunga kwa nguvu kutakuwa na gharama kubwa na kunaweza kuhitaji askari wa ardhini wa Marekani ambao wanaweza kuingia katika Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, lakini wanaamini kwa namna jiografia ya Iran ilivyo, wao wataweza kushinda katika uwanja wa vita. Wanajua washirika wao wa Kihuthi wa Yemen wanaweza kupanua vita na kuharibu njia nyingine kuu ya biashara ya Bab al-Mandeb, na hivyo dunia ikao katika hali mbaya kiasi kwamba Marekani italazimika kunyosha mikono juu na kuachana na vita hivi na hatimaye kutafuta ushindi wa mezani ambao pia hautoweza kupatikana. Rais wa Marekani Donald Trump ameashiria mashambulizi ambayo yamepunguza uongozi wa juu wa Iran, jeshi la wanamaji wa anga, na anaendelea kutoa vitisho dhidi ya Iran na kusema mazungumzo yanaendelea vizuri. Uchumi wa Iran yenyewe umeathirika vibaya kwa sehemu kubwa kwa sababu ya vikwazo vya Marekani. Wa Iran waliibuka katika maandamano makubwa miezi michache iliyopita, wanaweza kufanya hivyo tena. Hiki ndicho ambacho Marekani na Israel wanaamini, na kwamba wanaamini ikiwa watashindwa katika uwanja wa vita, nafasi pekee ambayo itabaki ni kuweka vikwazo vingi dhidi ya Iran ili kuwafanya wa Iran waweze kuondoa utawala wa taifa hilo na iwe ushindi kwa taifa la Marekani na Israel. Lakini jambo hili pia ni gumu mno kwa taifa la Iran. Viongozi wa Iran wanahitaji tu kuangalia jinsi safari ya muda mfupi ya Trump kwenda Mashariki ya Kati ilivyopungua na kuwakumbusha kwamba vita mara chache hujitokeza kama inavyotarajiwa. Makubaliano yanaendelea, yanaweza kuipa Iran ushindi mkubwa. Iran inasema inakaribia kufikia makubaliano na Oman ili kudhibiti mlango wa bahari wa Hormuz unaopita kati ya nchi hizo mbili, lakini itawekwa kwa Marekani kuondoa kizuizi chake. Kwa hivyo hata ikiwa hakuna mazungumzo ya moja kwa moja kama Iran inavyosema, Trump atalazimika kuidhinisha kuondoa wanajeshi wake ambao wameweka kizuizi dhidi ya meli za Iran. Haijulikani ikiwa mpango huo utairuhusu Iran kutoza ada, lakini ingerasimisha udhibiti wake juu ya kile ambacho kilikuwa njia ya wazi ya kimataifa kabla ya vita, ambavyo ilibeba sehemu ya 5 ya mafuta na gesi inayouzwa ulimwenguni. Abdulreza Davari, mchambuzi ambaye aliwahi kumshauri rais wa zamani Mahmoud Ahmadinejad, alisema udhibiti madhubuti wa Iran katika eneo hilo la bahari umeipa nguvu Marekani na nchi za kikanda ambazo zinaweza kusaidia kudhamini usalama wake. Zaidi ya mapato, Iran inataka kudhibiti usimamizi na uhuru wake juu ya mlango wa Hormuz, na udhibiti rasmi hata sehemu ya bahari itakuwa ushindi wa wazi kwa Iran na hasara kwa Marekani ambayo bado haijatimiza baadhi ya malengo yake mbalimbali yanayobadilika katika vita. Marekani ilikuja na mpango kwamba lazima ihakikishe inauondoa utawala wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, lakini pia inaondoa suala la nyuklia la nchi hiyo. Lakini Iran ilikuja na mbinu nyingine ya kivita katika mapambano kuudhibiti mlango wa bahari wa Hormuz, ambapo inajua ndio eneo pekee ambalo linasaidia dunia katika kupata nishati, na hili ndilo ambalo linatajwa kwamba ndio ushindi mkubwa ambao Jamhuri ya Kiislamu ya Iran imeupata, na ndio njia pekee iliyosaidia Iran hakuendelea hadi wakati huu. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini usisahau kulike, kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.